Wizara ya Madini imekutana na ujumbe wa wawekezaji kutoka Jamhuri ya Watu wa China unaotoka katika kampuni ya kimataifa ya Liaoning Fangda Group kwa lengo la kujadili na kubaini maeneo ya kimkakati ya ushirikiano katika kuendeleza sekta ya madini nchini Tanzania. Ujumbe huo uliongozwa na makamu mwenyekiti wa kampuni hiyo Bwana Ao Xinhua, ambaye ameambatana na wataalamu mbalimbali kutoka sekta ya viwanda, madini na teknolojia. Kikao hicho kilifanyika katika ukumbi wa Tume ya Madini jijini Dodoma kikiongozwa na Kamishna wa Madini Dr. Abdulrahman Mwanga. Katika majadiliano hayo, pande zote mbili zilijikita katika kuchambua fursa mbalimbali zilizopo katika mnyororo mzima wa thamani ya sekta ya madini, ikiwemo utafiti wa madini, uchimbaji, uongezaji thamani pamoja na uwekezaji katika teknolojia za kisasa za uchakataji wa madini. Akizungumza wakati wa kikao hicho, Dr. Mwanga ameeleza kuwa Tanzania ina mazingira rafiki ya uwekezaji na sera thabiti za mifumo ya kisheria inayolenga kuvutia wawekezaji wa ndani na nje, huku akisisitiza dhamira ya serikali katika kuhakikisha rasilimali za madini zinatumika kuchochea ukuaji wa uchumi na maendeleo ya viwanda. Kwa upande wake, Bwana Ao Xinhua ameelezea kuridhishwa na fursa zilizopo nchini, kuonyesha nia ya dhati ya kampuni yake kuwekeza na kushirikiana na Tanzania katika maeneo ya kimkakati, hususan katika miradi ya madini na viwanda vinavyoongeza thamani ya rasilimali hizo. Kampuni ya Liaoning Fangda Group ni miongoni mwa kampuni kubwa duniani yenye uwekezaji katika madini ya chuma na madini mengine, usafiri wa anga na uzalishaji dawa, jambo linalofanya kuwa mshirika muhimu katika juhudi za Tanzania za kukuza uchumi wa viwanda. Kikao hicho kilichofanyika pia ni sehemu ya mkakati wa serikali ya kuendelea kufungua milango ya ushirikiano wa kimataifa na kuvutia uwekezaji wenye tija katika sekta ya madini ambayo inaendelea kuwa muhimili muhimu wa ukuaji wa uchumi wa taifa. Mimi ni Helena Onesmo. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.